Mimi naitwa Dr. Neema Mwambela, ni mfanyakazi wa chuo cha wanyamapori Mwenga, ambapo nahudumu kama mhadhiri mwandamizi na meneja wa taaluma katika chuo cha wanyamapori Moshi. Mbali na hayo, pia ni mkurugenzi mkuu au CEO wa kampuni ya Plant Biodefenders Company Limited, iko Moshi pia, ambayo ni jirani na hapa Arusha. Ni wasihi sana wazazi wenzangu, walezi wenzangu, watoto wa kike tusipowalea katika njia ipasayo Bwana, hata tukiwapa elimu itakuwa kazi bure. Tunaona sasa matatizo ya ushoga, matatizo ya tabia za ajabu, hatutakuwa na kizazi, hatutakuwa na uzao mwingine huko mbele. Na wasihi sana tuwalee watoto katika namna inayompendeza Mungu. Tuwape haki zao, lakini na maadili tuwape, ndo haki ya msingi. Charity shahidi, nyumbani wananitaga mjeda. Haki zao wanapata, lakini wakikengeuka cha moto wanakipata. Kwa hiyo tuwalee katika misingi inayompendeza Mungu. Nirudi kwa wanangu wanafunzi mnaohitimu kidato cha 6. Pokeeni zawadi ya pekee ya kuhitimu kutoka kwa wazazi wenu. Elimu waliogharamia wazazi ni kwa ajili yenu na ni fimbo ya ulinzi wanayoiweka katika mikono yenu, kama Mungu alivyompatia Nabii Musa ili aweze kuitumia kutenda miujiza alipokuwa katika mchakato wa kuwaongoa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri kwenda nchi ya ahadi. Fimbo ilionekana ni ndogo, lakini matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Watoto wa siku hizi mna tabia ile ya kusema ulinizaa, ni jukumu lako kunisomesha, ni jukumu lako kunifanyia kitu chochote. Msichukulie poa. Hauwezi kumpeleka mzazi mahakamani kwa kutokusomesha. Kwa hiyo chukulieni kwamba ni kitu kizito, wamejinyima, wamewajali, wamewapenda. Kwa hiyo zingatieni sana hiyo zawadi ya elimu mliopewa na wazazi. Talukusia Njau, mkuu wa shule ya Henry Gogat Secondary School ambayo iko Arusha, wilaya ya Rumeru. Leo tarehe 1 mwezi wa 3, 2025 tunaadhimisha mahafali ya 5 ya kidato cha 6, ambapo wanafunzi 209 wamegraduate katika combination 8 PCB, PCM, EGM, HGE, HKL, HGL, ambao wapo kwenye hizo combination, na ni wanafunzi wa kike wote, na tuna matarajio kwamba muda uliobaki utajiandaa vizuri kwa ajili ya matokeo ya mtihani kama walivyofanya wenzao wa mwaka 2024. Ndio mkazo wetu, tunakazia sana wanafunzi kuhusu kuishi maadili. Kwanza kabisa kumcha Mungu, sababu Biblia inasema kumcha Mungu ni mwanzo wa maarifa, au ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo tunawaelekeza katika kujenga dhamiri zao na uelewa wa wao ni nani, wajitambue na nafasi yao kama mwanamke, na ni kwa nini mtu aishi zile tunu za Injili zitakazomsaidia, kwa sababu maisha ni yale yale. Tukifuata vitabu vitakatifu vinavyosema, Qurani, Biblia, vinatongoza katika njia iliyo sahihi, na ukishaikuwa na maadili, hata mafanikio katika maisha unaweza kuyafikia kwa urahisi zaidi. Na matumaini yetu kwamba huko mbele mwenzako mtaendelea kufanya vizuri, hivyo tujivunie kwamba shule yetu hii imewajengea mazingira mazuri na kuwawezesha kujiwekea misingi imara ya kujiendeleza. Madhumuni ya kusoma si kuajiriwa. Madhumuni ya kusoma ni kupata maarifa ya kusaidia kupambana na maisha. Mara nyingi sana wanafunzi na wazazi tunadhani kwamba tunakwenda shule ili kuajiriwa, badala ya kujua kwamba tunakwenda shule ili kupata maarifa. Na maarifa tunapata kwa kusoma, tunapata kwa kutenda. Kwa majina naitwa Susan Francis Shagai, ni mhitimu kidato cha 6 leo.
na hii ni mahafali yetu ambayo ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 3 2025. Mimi ningependa kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa uhai, kwa neema na baraka zake. Siku ya leo imekuwa ni njema sana, maana nimebahatika kujumuika na watu wote. Mimi kwa niaba ya wenzangu niliamua kuchora picha ya marehemu rais wetu wa kwanza wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere. Nikafanya kama majitoleo ya kama shukrani ya mwaka ambao nilikaa kuanzia kidato cha 1 mpaka cha 6 kwa kuchora hiyo picha na kuomba mchango kwa ajili ya kwenda kuchangia mtoto mzima Bikira Maria, ili wakati unaposali aweze kutusimamia na kusaidia katika mtihani wetu wa mwisho. Ningependa kuwasihi wazazi wote, ndugu jamaa na marafiki, watoto mlionao, vijana mlionao, vikuzeni vipaji vyao, maana kisema utegemea elimu hiyo sio njia sahihi ya mafanikio. Tunaendelea kuwasihi kwamba mpe mwanae elimu, pia mkuze kipaji chake ili kuimarika, na bila kumsahau Mungu kusali siku zote na kuamini. Nashukuru.